السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واكتفى. ما بعد، baada kumshukuru Allah na kumsalia mtume wetu Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Ndugu zangu, nafikiri darsa ambayo ilikuwa ikizungumzwa darsa muhimu sana, na niko na imani ya kwamba kiu chenu ni kikubwa mno katika maudhui iliyozungumzwa, sababu ni masala ambayo yako katika jamii yetu na ni katika mambo ambayo yanakosewa sana, na pia nakuomba darasa hii ndefu sana, usije ukachukua moja kwa moja Ustadh Salim alivyozungumza ukaenda ukaleta vurugo nyumbani, sababu ustadhi ameleta kama mukaddima, lakini kuna mengi ambayo anayo, na ningemsihi ustadhi ya kwamba kama itawezekana hii darasa uifanyie darasa za mfululizo, kwa sababu kuna mengi ambayo laiti kama ikiachwa hivi tu vile ilivyozungumzwa, huenda wengine wakaleta ngumi majumbani. Kwa sababu mirathi, wale waliotajwa ambao wanarithi wote, sio kwamba wote wakipatikana wanarithi kwa wakati huo. Kuna kitu katika sheria ya mirathi inaitwa hajbu min almirath, mtu kuzuiliwa kwa sababu hampatikana mtu ambaye ana nguvu zaidi yake. Kwa hiyo ni sheria ambayo ni pana mno. Watu ambao hawawezi wakazuilika katika mirathi ni watu sampuli tatu. Katika hali yoyote hawa wakiwepo watarithi, ambao ni wazazi, baba na mama, watoto imani wa kiume au ni wa kike, na wanandoa imani mume au ni mke. Hawa ndio wakipatikana watarithi. Lakini kuna mtu anaweza akapatikana lakini asirithi kwa sababu amepatikana mtu mwenye nguvu zaidi yake. Nataka nitoe kama mfano wa mjukuu. Mjukuu ni katika wale watu ambao wanaweza wakarithi, lakini kama mjukuu baba yuko atakuwa anarithi nini? Manake babake yuko, kwa hiyo amezuilika kwa sababu ya baba. Kwa hiyo ni akosekane baba ndipo yaangaliwe masala mengine. Kwa hiyo mimi ningependa na kumshauri Ustadh Salim ya kwamba kama atawezekana kuja mara kwa mara katika kuielezea, kwa sababu hili ndilo tatizo la kijamii, ya kwamba wengi ukosa haki zao katika mirathi kwa sababu watu hawaijui mirathi au hawataki kujua. Mtu akiolewa, mume wake akifa, basi kalas mambo yake yashamalizika, ufukuzwa hasa nyumbani kwa mumewe na mfano wake. Kwa hiyo mimi siko huko katika kuzungumzia mirathi, bali mimi niko katika lengo lingine kabisa ambao ni kuzungumzia elimu, pamoja na kwamba siha yangu sio nzuri, kwa hiyo mtanisamehe, sauti haiko clear vile. Elimu ni jambo ambalo ni muhimu sana, na ndio uti wa mgongo wa ibada zetu, ya kwamba ibada zetu bila elimu zitakuwa ni ibada ambazo zitakuwa ziko na mashaka na matatizo mengi tu. Kwa hiyo lazima ipatikane elimu, ndipo ibada ziwe zitakuwa zinakubalika au zinafanyikana namna inavyotakiwa na kwa umuhimu wake. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama, ayat zile za mwanzo ziliposhuka zilikuwa zikimuelekeza katika jambo la elimu, ya kwamba ikra, soma. Bimaana kusoma ni jambo la lazima, kwa sababu ipo imekuja katika fi'lu amri, wa fi'lu amri huwa inaonyesha ulazima. Amri yoyote ambayo katika Qur'ani au katika hadithi isipate dalili nyingine au amri nyingine yenye kuutoa katika ulazima ikapeleka katika hali nyingine, basi ile amri hubakia katika ulazima.
Kwa hiyo miongoni mwa amri ambazo zinaonyesha kwamba kusoma ni lazima ni amri hii ya kwamba someni, ikra, soma ewe Muhammad. Akasema maana bikari, mimi sijui kusoma. Kaambwa tena asome, akasema maana bikari, mwisho akabanwa kama zilivyokuja riwayat, alafu mwisho akaambiwa soma kwa jina la Mola wako aliye mtukufu. Kwa hiyo elimu ni kitu muhimu sana katika maisha yetu. Bila elimu kila kitu kinaharibika, na kuna mambo mengi sana yanaharibika kwa sababu elimu imekosekana. Ndio maana kichwa cha hii mada ningependa kuitanguliza aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo inapatikana katika suratu Yusuf, Allah akisema kumwambia mtume wake Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Allah anamwambia mtume wake salawatullahi wa salamuhu alayhi ya kwamba kul, sema ewe Muhammadi, hadhihi sabili, hii ndio njia yangu. Njia hii ndio njia yangu. Njia gani hiyo au ya vipi? Akasema njia hii ad'u ala basiratin, nalingania watu kwa elimu. Bimaana elimu lazima izungumzwe wakati watu wanapofundishana katika mambo ya dini. Mtu akifanya da'wa afundishe elimu kulingana na vile masala yalivyo katika sheria ya Kiislamu. Na hapa nachukua wakfa ni washauri ndugu zangu ambao mimi nawapenda kwa ajili ya Allah, na nalizungumza ili iwe ni mchango wangu kwa wao kupata fadhila. Ndugu zangu wa tablighi wanapenda sana khairi, mashallah, Allah wajazie khairi na wafungulie njia zao, na juhudi wanazozifanya Allah ziweke katika mizani ya hasanati zao. Lakini ushauri wangu ni mmoja katika da'wa yao, wangekaa kitako wakaisoma elimu, wangefanya vizuri zaidi ya vile wanavyofanya. Kwa sababu unapata mtu ametoka Pakistan, amekuja ili akirudi Pakistani amemaliza takriban miezi 6, lakini wabillahi alaikum, na wapia laiti kama ndani ya miezi 6 ile angekaa chini kitako akaisoma dini, angepata hadhi min alilm, sehemu katika elimu. Lakini anazunguka maskini kwa sababu ana ile hamu ya kueneza dini, na anausikitika masikitiko juu ya umma wa Kiislamu wapotea. Anazunguka na kueneza nini? Da'wa. Lakini tumsikize Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Kwa hiyo mtume anasema analingania katika njia hii kwa elimu. Alafu akusimama hapa akasema ana wa manittaba'ani, mimi mwenyewe kama Muhammad, alafu na yoyote ambaye amechukua maamuzi ya kunifuata. Kwa hiyo hii ni dalili ya wazi ambayo inaonyesha umuhimu na thamani ya elimu, ya kwamba watu wanatakiwa waisome elimu, kwa sababu elimu ndio kila kitu. Ibada zetu za swala, funga na kila kitu haziwezi zikasilii kama ile elimu itakuwa inakosekana katika maisha yetu. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kusoma, na ndio maana Muadh ibn Jabal ana maneno yake akuhusia umma wake akisema, ta'allamu al-ilma, isomeni elimu, fa inna ta'allumahu, kwa sababu kule kuisoma ile elimu hasana, ni jambo ambalo ni zuri. Wa talabahu, na kule kuitafuta elimu, anasema kuitafuta elimu ibadatun, ni ibada. Wa mudhakaratahu, na kutalii na kuisoma ile elimu, anasema tasbihu, ni mfano wa tasbih. Wa badlahu, na kuitoa elimu ukawaambia ndugu zako, anasema inaisabika ya kwamba ni kurbatun, ni kujiweka karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bahtha anhu, na kufanya research katika elimu, wanasema jihadun, ni jihad. Alafu anasema wa ta'limahu, na kuifunza elimu ndugu zako, ma la ya'lamuhu, mtu ambaye haijui ile elimu, sadaqa, ni sadaqa. Kwa hiyo jambo la elimu ni jambo ambalo limepewa kipaumbele, na elimu kwa ujumla wake. Lakini elimu ya kisheria inapewa nafasi ya kwanza. Uislamu unahitaji watu madaktari. Uislamu unahitaji watu ambao wamesomea handasa, uinjinia. Uislamu unahitaji watu ambao wamesomea kujenga majumba. Hizi zote ni elimu ambazo Muislamu wanatakiwa kwenda, na wanazuoni wanasema huenda elimu hizi ikawa ni wasila ila alkhairi au ni wasila ila shar. Ima itakuwa ni wasila katika khairi
au ni wasila katika shari. Ni maana umesomea udaktari wako, lakini lengo lako kubwa ni kunufaisha umma wa Kiislamu na kusaidia jamii ya Kiislamu. Hapa inahesabika kwamba ni wasila nzuri katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu katika imani, elimu ni kitu muhimu sana na ni kitu ambacho ni cha msingi sana, na nawahusia wanafunzi wenzangu tulabul ilm kukazana katika kuisoma elimu. Tuisome elimu, wala tusiwe ni watu ambao tumesoma masalataini, umesoma umefika mutawasitu au thanawi ukatosheka na elimu ukasema nishasoma nishafika thanawi, bali hata mtu akifika jamia amefika hasa university bado anahitajia elimu, kuisoma elimu ya dini. Katika elimu au katika kitu ambacho ni kikubwa mno ni katika masala ya elimu. Ndio maana Ibnul Qayyim akasema elimu ni bahari ambayo haina ufuo, ni bahari ambayo haina ufuo. Kwa hiyo watu wasome, wafanye bidii katika kusoma, kwa walimu kusoma, ikiwa wamepata ile juhudi ya kusoma, wasome vitabu vya wanavyuoni ili wauokoe umma kutokana na madhila ambayo sasa hivi umma uko. Tazama umma, kama wewe ni mtu unafuatilia mitandao, hebu angalia Waislamu navyo walivyochanganyikiwa katika mitandao sasa hivi. Yaani elimu, kuna watu sasa hivi wamebobea katika shiriki na wakabobea katika maasiya, lakini watu sasa hivi katika mitandao ni watu kugongana tu. Huyu anasema hakuna mwezi wa kimataifa, mwingine anasema ni mambo ya kiupuuzi hayo, hakuna hilo. Kila mmoja anazungumza kauli yake katika masala ya mitandao. Huyu yuko hivi, yule yuko kadhaa, ambao haya ni masala yanakosa watu kuyalimiti, kufanya limit katika masala haya, kuyaweka katika kikomo chake. Ni masala ambayo yako rudud, lakini kwa viwango ambavyo vinahitajika katika sheria. Lakini umma unatuhitajia sana sisi. Hebu tazama machafu yalivyoenea katika ulimwengu mengi, mpaka katika nje ya nyumba zetu. Tuangalie watoto wetu namna sasa hivi wamechanganyikiwa, duniani hawako wala akhira hawako. Nini? Wanatuhitaji sisi kuwapatia elimu na kuwafundisha na kuwaelekeza. Kwa hiyo ndugu katika imani, tusomeni sana. Mwanachuoni mmoja ana mashairi yake akiyasoma kuhusu elimu, anasema al-ilmu saydun wal kitaba qaiduhu. Elimu kama vile kiwinja, ni kama vile kiwinja chako, na kuiandika ile elimu ni kamba utakuwa unamfunga yule mnyama wako ambaye umemwinja. Bimaana elimu bila kuiandika au kuwa imehifadhika mahali uende kapotea. Ndio wengine wakasema mahufidha farra wa makutiba qarra, kinachohifadhiwa utoka, lakini kinachoandikwa ubakia pale. Kwa hiyo wanasema isomwe elimu kwa kuiandika na kuihifadhi ile elimu katika akili zetu. Alafu wanasema qayyidi suyudaka min alhibali wathiqa, nasema wafunge wanyama wenu mliowawinja kwa kamba ambazo ziko madhubuti, mwashike na mwakamate, kwa sababu min alhamakati, anasema ni miongoni mwa ujinga, antasida ghazala, kuwinja kipaa chako, wataturukuha baina alkhalaiki talika, alafu kakiacha kinatembea mbele za watu, ukudhibiti kile kiwinja chako. Kwa hiyo elimu ni kitu muhimu ambacho Muislamu anatakiwa akidhibiti, akazane kuimarisha ile elimu yake kwa kusoma mara kwa mara vitabu, asilale mpaka asome vitabu. Ukisoma tarikh ya wanachuoni unapata namna walivyopata mateso na dhiki, kwa sababu raha haiji kwa raha inakuja kwa dhiki. Walikuwa wakilala usiku mwingi kwa sababu ya kusoma vitabu na kuisoma elimu. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu, jambo hili liko na sharafu kubwa, lakini tu wakati tutakaposimama katika msingi wa kisawasawa kwa kuitafuta elimu na katika kuihifadhi elimu na kuifanyia kazi elimu, sababu elimu iko na sifa ya kwamba elimu bora ni ile ambayo mtu anaifanyia kazi. Umesoma na kile ambacho umekisoma wakifanyia kazi na unakifanyia matendo. Hii ndio elimu. Na ndio maana ukisoma hadithi, ziko hadithi zikiwasifu wale walioibeba ile elimu ya kwamba yahmilu hadha alilm, wataibeba elimu hii. Anasema min kulli khalfin, katika kila watu wakija wanyuma wao watakuwa wanaibeba wale ambao uduluhu, watakuwa ni waadilifu, ambao watakuwa wamesimama katika misingi ya sawa sawa na kazi yao katika elimu. Yamfuna anhu ta'rif alghalin, wakieneza na kuondoa yale ule upotoshaji wa wale ambao wamevuka mipaka katika dini.
kwamba hawa wamekosea hapa, hawa wamekosea hapa, sababu dini inahitaji kusahihisha. Dini ambayo haina usahihishaji si dini ya kisawasawa, lakini dini ni ile ambayo hapa ankosea, huyo ankosea, pamoja na kwamba wengi katika umma wetu wa leo wanataka dini ya mkupuo. Yani, mbona uingilie watu fulani, mbona umseme fulani ankosa, kwani wewe huna makosa? Yeye akiyaona makosa yangu ayakosoe, na wewe ukiyaona makosa yake uyakosoe kwa njia ambazo ni nzuri. Mwambie ndugu yangu, umekosa hapa, umekosa hapa. Maana hiyo ndio dini. Ndio maana Mtume anasema watakuja watu ambao ni waadilifu, wakiondosha zile taharifu za watu waliovuka mipaka, wa intihala almubtilin, na wale watu ambao wameleta makundi katika Uislamu. Umeleta makundi, Uislamu ni mmoja, lakini unapata kuna kundi kadha, kuna kundi kadha, kuna kundi kadha. Haya mambo haya ndio yameleta furqa katika Uislamu ya dini yetu ya Kiislamu. Lakini dini ni watu kushikana na Qur'ani tukufu na watu kushikana na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Mtume katika hadithi hii anatuonyesha kwamba elimu itahifadhiwa na wanachuoni wa kweli ambao wako tayari kueleza ule usawa. Na haya maana haya ndio aliyazungumza Imamu Nawawi rahimahullahu katika tahdhibi yake. Ukisoma tahdhibi ya Imamu Nawawi mwanzo ana maneno anasema, namba wa hadha ikhbaru minhu sallallahu alayhi wasallama. Hii ni habari inayotoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, akitueleza ya kwamba lisiyanati hadha alilmi wa hifdhihi, ya kwamba dini hii itahifadhiwa. Kuna watu specially watajitolea maisha yao wahifadhi elimu na uhifadhi dini. Kwa hiyo ndugu katika imani, ni sisi kufanya bidii katika kusoma elimu na kuyaeneza kwa ndugu zetu kwa njia ambayo inatekana. Elimu imefananishwa kama vile wahi ambao unatoka mbinguni katika hadithi ambayo ni sahihi. Wahi ambao unatoka mbinguni, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuzungumza akisema, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min alhuda wal ilmi kamathali ghaithin. Anasema mfano wa yale ambayo nimetimilizwa nayo mimi Muhammad kutoka kwa Allah ni mfano wa ghaith, mvua ambayo inatoka mbinguni. Akafananisha wahi ni kama na mvua. Anasema ile mvua ikinyesha kutoka mbinguni huwa inashuka ardhini, lakini katika hii ardhi sasa inatofautiana. Iweze ikanyesha hapa ukazaa matunda, na ikanyesha pengine ukawa ni ardhi ambayo haizalishi, na ikanyesha mahali pengine yale maji yakawa yamehifadhika mahali watu wakitumia kunywa na kulisha mifugo yao. Haya ndio maneno ambayo aliyezungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema fa asaba al-ard, ile mvua ikinyesha inapata ardhi, fakanat minha ta'ifa, katika ile ardhi kuna sehemu ambayo yale maji yakishuka, qabilatil ma, inakubali yale maji, fatumbitul qala au faambatatil qala, ile mvua ikaotesha zile nyasi zile, al-ushb al-kathir, nyasi nyingi zikamea kwa sababu ya ile mvua. Hii ni ardhi ya mwanzo, kama mvua ikinyesha nyasi zitaota. Lakini sehemu nyingine anasema wakanat minha ta'ifa, sehemu nyingine ikishuka ile mvua, nasema minha ajadib, ni ardhi ambayo ni kavu. Ile ardhi ngumu, nasema amsakatil ma, yale maji huzuilika pale, yakawa yametulia, hayaoteshi nyasi, lakini yametulia pale kama kisima vile. Watu wakawa wananufaika na yale maji, fasharibu minha, watu wakanywa katika yale maji, na wengine wakalisha mimea yao, na wengine wakanywesha wanyama wao. Watu wakawa wananufaika katika ile ardhi. Na ardhi nyingine ikinyesha, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innama hiya qi'an, nasema ni ardhi ambayo la tumbitul qala wala tumsikul ma, haiwezi ikaotesha mimea au nyasi, wala pia haiwezi ikashika yale maji yanapotea na hakuna mazao. Ndivyo wanadamu, ule wahi ukishuka kutoka mbinguni au ile Qur'ani ikisomwa kwa wao, watu wanatofautiana. Kuna mtu ushika pale pale akayafanyia kazi, kuna mwingine akashika na akanufaisha na wengine. Ndivyo mfano wa elimu, kuna watu wanaisoma wananufaisha watu, kuna watu wanasomewa ayati hawanufaiki na ile elimu. Ndivyo mfano ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameupiga katika hadithi. Kwa hiyo ndugu katika imani, sisi naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa wale ambao Qur'ani imeshushwa kwetu, ikasomwa kwetu, ikatunufaisha sisi na kizazi chetu na wengine ambao hawakuhudhuria katika msikiti. Ndugu zangu katika imani,
Elimu ni jambo ambalo linamnyanyua mtu, linampandisha daraja mtu, akawa ni mtu ambaye anaheshimika katika jamii, akawa ni mtu watu wanampigia mifano katika jamii. Na haya yamezungumzwa katika suratul Mujadila na Allah tabaraka wa taala akisema, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah huwanyanyua wale ambao wameamini miongoni mwenu, wale ambao wameukubali Uislamu, Allah huwanyanyua daraja, akawapandisha daraja. Lakini Allah anasema na wale waliosoma upandishwa daraja zaidi. Ibn Abbas anasema wanazuoni wamefadhilishwa katika daraja takriban daraja 700 kwa wale waumini wa kawaida, zile daraja ambazo zimepandishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo waliosoma ni watu ambao wana daraja, ni watu ambao wana fadhila katika umma wa Kiislamu, ni watu ambao watu wanatakiwa watazame katika aya maisha. Ndio maana wakafananishwa na kila kitu kizuri katika ulimwengu. Mwanachuoni al-Khawlani akawafananisha kama vile nyota, anasema al-ulama'u fil ardi kan-nujumi fi sama. Wale wanazuoni katika ardhi hii ni kama vile nyota kule mbinguni. Anasema idha badat, zile nyota zikidhihirika, asema ihtadahu biha, watu hupata mwelekeo kupita nyota. Mtu anaweza kapotea baharini huko, lakini kama ni mtaalamu wa nyota akatoka nje kwa sababu ya kufuata nyota fulani, kwamba ile nyota ile inatoa mahali fulani au inatoa upande fulani, kwa sababu. Kwa hiyo miongoni mwa sababu kubwa za kuelekeza mtu ni nyota. Kwa hiyo Allah anasema nyota zikidhihirika watu huongoka kwa sababu ya zile nyota. Lakini anasema wa idha khafiyat, zikipotea zile nyota kawa zionekane, anasema tahayyaru, watu hutahayari, wakawa hawajui waelekee wapi wale wende wapi. Kwa hiyo huu ndio mfano wanachuoni. Wanachuoni kuwepo katika hii dunia, kuna nuru kubwa ambayo itakuwa inatanda katika kawanda hili la ardhi, lakini wanachuoni kukosekana katika ulimwengu ni hasara kubwa sana. Ndio maana baadhi ya wanachuoni akisema kufa mwanachuoni mmoja afadhali kufa waislamu wengine 10 au 100 wasiokuwa wanachuoni. Kule kuondoka mwanachuoni mmoja peke yake, afadhali watu wa kawaida wafe kama 10 ama 20, lakini yule mwanachuoni akabakia. Kwa kuondoka kwa mwanachuoni huankana kwamba ni taa imezima katika ule mtaa au katika pale mahali. Kwa ni nuru kubwa sana, kwa sababu umma unahitajia wanazuoni kwa hali yoyote, kwa sababu mwanadamu akipata mushkeli anataka kuuliza, kama hana wa kumuuliza atafanya nini? Ndio atapotea, ama apate mjinga amuulize ampoteze zaidi, kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume maarufu ambayo imekuja katika Bukhari na Muslim, akisema mtume, inna Allaha la yakbidu ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, ya kwamba Allah hapokonyi watu elimu kuipokonya katika vifua vya watu, kwamba ukiamka ukifanya hivi una hata aya moja wala hadithi moja. Elimu haichukuliwi hivyo, lakini anasema innama yakhudhu ilma biqadri ulama, lakini uichukua elimu kwa kuwafisha wanazuoni. Leo amekufa sheke huyu, kesho kutwa atakufa sheke mwingine, mtondo sheke mwingine. Hivyo ndivyo elimu inapotea katika pale mahali. Anasema mtume wa Allah, ikiwa wanachuoni hakuna na watu wanataka kuuliza, watakwenda kwa watu wajinga kuuliza. Fasuilu, wakaulizwa wale wajinga, faaftau bighairi ilmi, watajibu pasi na elimu. Masala hivi ni kadha bana, masala hivi ni kadha bana, masala hivi ni kadha. Mtu anajibu kwa hawa zake, nasema fadhallu wa adallu, wakapotea wao wenyewe kwanza na wakapoteza watu wengi kabisa. Kwa hiyo elimu ni kitu muhimu ambacho kinahitajika katika maisha yetu. Bila elimu inakuwa mtihani mkubwa kabisa katika maisha kabisa. Ndio maana mwanachuoni Ahmad ibn Hanbal anasema katika maneno yake, anasema elimu haiwezi kufananishwa na chochote. Al-ilmu la ya'diluhu shay'un idha sahhat niyyatuhu, lakini akikashati anasema elimu haiwezi kufananishwa na kitu kabisa, lakini ikiwa mtu nia yake ni njema, yule aliyesoma ile elimu. Akaulizwa na wanafunzi wake, kaifa tasihu niyatu, vipi mtu nia yake inakuwa ni njema katika elimu? Anasema idha nawa, pindi atakaponuia yule mwalimu, anasema rafa alja'la an nafsihi wa ghairihi,
kuondosha ujinga wake yeye mwenyewe, yani nasoma ili mimi niondoshe ujinga, na pia nasoma ili watu wangu pia waondokewe na ujinga. Ikiwa nia yake ni hiyo, basi elimu hiyo haiwezi kufananishwa na chochote. Lakini kama mtu anasoma labda apate kazi, ndio nia yake awali, hiyo atakuwa amefeli kabisa. Mtu anasoma apate sifa kwa watu, huyu amefeli kabisa. Mtu anasoma ili kuwadharaulisha walimu wengine, huyu atakuwa amefeli kabisa. Kwa hiyo mtu ni asome elimu kwa ajili yake mwenyewe. Kwanza mimi nasoma ibada zangu ziwe ziko sahihi, nasoma ili jamii yangu nielimishe. Hii ndio nia sahihi. Imam Ahmad ibn Hanbal anasema mtu akisoma kwa nia hii, hakuna kitu kinakuwa mfano wa elimu. Ndugu zangu katika imani, elimu ni kitu ambacho ni muhimu kabisa katika maisha yetu, ambacho kila mtu anatakiwa akimbilie katika kuisoma elimu. Tazama umuhimu wa elimu, sawa sawa ni elimu ya kisheria au ni elimu ya dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipogura kwenda Madina, alikwenda kuwapata wale Ansari wana tabia moja ya talqih. Talqih ni kuchukua mbegu za mti wa kiume ukazinyunyiza katika mbegu za mti wa kike. Je, kama naelewekana hivyo? Naelewana vizuri? Mbegu za mtende wa kiume ukazichukua, ama yale maua yake ukayachukua, ukapanda juu ukanyunyiza katika maua ya mtende wa kike. Walikuwa wakifanya hivyo. Mtume alipoona akasema, wafanya nini? Akawauliza, mbona mfanya hivi? Akasema, tutafanya hivi kwa sababu tukifanya hivi hii mitende uzaa sana. Mtume akasema, hiyo haifai, acheni hiyo, sifanye. Wale watu wakawa hawafanyi, mitende haizai vizuri. Akawauliza, mbona mitende haikuzaa vizuri? Akasema, kwa sababu tumeacha ile, na wakifanya vile ile mitende inazaa. Mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, i'malu, fanyeni, fa innakum a'lamu bi shu'uni dunyakum, hakika nyinyi ni wajuzi kwa mambo ya dunia yenu. Kwa hiyo kuna taaluma ambazo mtu anaweza kuwa nazo haziko katika dini, asili yake labda ni vitu vya dunia ambao havina makosa katika asili ya dini, lakini watu wakawa wanavijua kushinda wale walimu ambao wamesoma elimu ya kisheria, yajulikana hii. Kwa kuna maharat, elimu ambazo ziko kwa watu ambazo si haramu, watu wanatakiwa wazifanye, wazisome, kama vile nimesema injinia, walimu wa skuli na mambo mengi, kwa sababu umma unahitajia mafanikio katika hiyo sekta. Mfano mwingine ni katika vita vya Badri. Vita vya Badri, Mtume alitoa ushauri wake, position mahali ambapo watu wasimame. Akaulizwa na sahaba, hii ni rai yako wewe Mtume, kama Mtume rai yako, au ni mashusho yaliyoshuka kutoka mbinguni, yani Qur'ani, ni maneno ya Allah haya kusimama hapa? Mtume akasema, ni juhudi zangu za kibinadamu. Yule sahaba akasema, basi ufai kusimama hapa, ama haufai tusimame hapa, tusimame mahala fulani, ni bora kwetu sisi, position nzuri zaidi kwa maadui zetu kuliko hapa ambapo tumesimama. Na Mtume akaifuata rai ya sahaba. Kwa hiyo elimu ziko tofauti. Kuna elimu ya dini ambayo inafungamana na ibada, yaachiwe masheke hiyo, masheke wazungumze elimu hiyo na waeneze elimu hiyo kwa ajili ya maslahi ya dunia yetu na kesho akhera. Na kuna elimu zingine ambazo zinahitaji Waislamu kwa ujumla, udaktari, upasuaji, kadha wa kadha, zinahitaji Waislamu watu wazisomee hizo fani, ili umma wa Kiislamu huwe si nyonge, wala hauhitaji kwa watu ambao ni makufari taaluma kama zile. Kwa sababu mtu akifanya operation na Muislamu atakuwa na amani na usalama zaidi kuliko kufanya operation na mtu ambaye si katika sisi. Pamoja na kamba wako na amana mashallah wale katika zile taaluma walizosoma, mtu anakufanyia upasuaji mzuri, lakini laiti kama anakuwa ana ikdi na Uislamu anaweza kalifanya lolote. Hili ni moja. Tuangalie madhila ambao wake zetu wanapata hospitalini. Peleka mke wako ni mjamzito, anazalishwa mke wako na mwanamme, naomba baba subiri huko tumzalishe, na anazalishwa, na tunajua namna kuzalishwa. Mtu anazalishwa akiwa tup kabisa, daktari anatia mikono yake katika uchi wa mwanamke, anafanyaje, sio anafanya, yani masala kama hayo. Haya ni madhila, haya yanafanyika katika hali za kidharura, lakini Uislamu wanatakiwa uwe na uchungu watu kusomea hizi fani, na watu pia kusimamia taasisi zao kwamba hii ni hospitali ya Uislamu.
zile huduma ziwe zinapatikana pale. Mwanamke wa Kiislamu akifika pale anatibiwa. Lakini huwezi kuwa na huria wewe mke wako kwenda kupasuliwa na mwanamke mwenziwe au kuzalishwa na mwanamke mwenziwe, labda wewe una pesa na uwampeleke katika hospitali za ghali kama vile Pandia, Aga Khan au Mewa. Vitu kama hivyo unaweza kusaidika katika njia kama, lakini hizi hospitali zetu ni mtihani. Kwa hiyo tusomeni elimu. Kwa hiyo Mtume akawaambia fanyeni, kwa sababu nyinyi ni wajuzi katika dunia yenu. Kwa hiyo kuna watu ni wajuzi katika elimu ya dunia, katika haya maisha. Ndugu zangu, katika elimu, katika imani, elimu haiwezi kulinganishwa na ujinga. Elimu ni kitu ambacho kiko juu, na wala huwezi ukafanya mukarana baina al-ilmi wal jahli hata siku moja. Na ndio maana Allah kazungumza katika Qur'ani akiuliza swali ambalo ni maarufu sana, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je, wanakuwa sawa wanaojua na wasiojua? Jawabu ni kwamba la yastawiyani, mathala hawawi sawa kabisa. Huyu amesoma na huyu mwingine hakusoma, unaweza ukawafananisha watu hao? Haiwezekani, kwa sababu huyu anajua, huyu hajui. Kwa hiyo hawafanani kabisa. Na ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen katika aya hii ameeleza maneno mengi, akasema la yastawi al-alimu wal jahilu, hawezi kuwa sawa mtu amesoma na mtu ambaye hakusoma. La yastawi as-sami'u wal asam, hawezi kuwa sawa mtu mwenye kusikia na kiziwi. Alafu hawezi kuwa sawa al-basiru wal a'ma, mtu mwenye kuona na kipofu hawezi kuwa sawa. Huu ndio mfano wa mtu aliyesoma na ambaye hakusoma. Na ndio maana unapata watu hawakusoma lakini wanapata fakri wakinasibishwa na nini? Na elimu. Yani mtu hakusoma au amesoma kidogo, lakini kwa shekhe wasemaje, anahisi nafsi yake furaha kubwa kwa kupewa ile nafasi ya ule ushekhe, pamoja na kwamba elimu yake hafai kuitwa talibul ilmi, mwanafunzi hafai kuitwa. Lakini kwa sababu jamii huwa wanaona mtu ambaye amesoma ni kila mtu ambaye anaweza kupanda kwenye mimbari na kutoa mawaidha. Hili ndilo kosa ambalo jamii pia wanafanya. Kwani waulize nini? Mshahudhuria kwenye hafla? Zile hafla za madrasa mshahudhuria? Hamjawahi kuona wanafunzi wakisoma hutuba pale? Mwanafunzi amesoma hutuba vizuri. Kwa nini asome hutuba? Amehifadhishwa vizuri na walimu wake ambao utasoma hivi wakati wa hafla. Kwa hiyo si mize ya kila anayetoa hutuba kwamba ni mwanachuoni. Lakini kwa sababu maisha yetu kuna watu ambao hawajui kutofautisha, na hii pia ni lafzi ambayo inafahamika vibaya sana. Siku moja nilikuwa nikizungumza haya masala, pana mmoja akasema, mwalimu, pani mtu ambaye akasoma kala mtu wavi. Nataka kuwauliza ninyi, mtu ambaye anaitwa kwamba amesoma upande wa shule huwa ni mtu aina gani? Kwa sababu huko kwa madarasa tuweza tatizana. Kule shuleni kwamba yule ni msomi, huwa ni mtu aina gani? Mtu wa darasa la 8 ambaye yule ni msomi. Sasa mbona huko katika dini mwataka kutuletea mashaka ya kila aina? Huku ni kutweza elimu ya dini, kwamba kila mtu akisimama akisema yule mwanachuoni, yule shekhe. Hapana, mambo hayaendi hivyo. Elimu zina viwango vyake. Ndio maana mshairi moja Imamu Ali ibn Abi Talib ameyazungumza mashairi kuzungumza jambo la elimu, akisema kafa bil ilmi sharafan an yad'ihi ma la yuhsinuhu, yatosha mtu kule kunasibishwa na elimu, yatosha kuwa elimu ni fahari au ni sharafu, ni cheo. An yad'ihi ma la yuhsinu, tena haswa kuidai mtu ambaye haijui ile fani ya elimu. Alafu anasema wayafrah, na ufurahika idha nusiba ilayhi, akamba yule mwanachuoni umfurahisha jambo hilo likampendeza. Kafa bil ilmi sharafan, yatosha kwa elimu mtu kusoma asiwe na lolote duniani, lakini akawa na elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, yatosha kuwa ni cheo hicho kwake. Kwa sababu elimu ni sharafu, mpaka inafikia mtu waidai ambaye si mzuri katika hiyo elimu au si mwanachuoni, lakini anasikia raha tu kwamba yule mwanachuoni, yule shekhe, na yeye ukishwajua akafurahika na kama shekhe, na anapata utulivu. Alafu anasema tena Ali ibn Abi Talib, wakafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi, yatosha ujinga kuwa ni matusi kwa kila mmoja, kukimbia kunasibishwa na ule ujinga. Hata kama mtu ni mjinga, lakini kila mmoja anakimbia, mimi si mjinga.
hata yule ambaye amesifika na ule ujinga. Alafu anasema wayaghdhabu, na ukasirika, idha nusiba ilayhi, pindi kwamba fulani ni mjinga, maana si msomi fulani, umhudhi sana jambo hilo. Lakini huo ndio uhalisia. Tukitaka kuwa wanachuoni, tuisomeni dini, tukaeni vitako kwa walimu, tusome elimu ya kisheria. Hapo ndipo bwana yule shekhe fulani takuwa ile inakwenda mahala pake. Lakini kule kuchukuliwa rais ndio elimu inateza, inadilalishwa, inadunishwa. Lakini elimu watu wanatakiwa waisome ili kunufaisha umma wa Kiislamu, au yale mambo yakaenda mahali namna yanavyostahiki. Kwa ndugu katika imani, elimu ina fadhila kubwa sana, na miongoni mwa fadhila zake ni kule kuheshimika katika jamii, kwamba ukisoma unapata ile heshima. Niwasomee hadithi maarufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia masala ya elimu, akisema kuonyesha ubora wake na fadhila yake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, mwenye kuishika njia, yaltamisu fihi ilman, akawa anaitafuta elimu, yani ameshika njia, naenda zangu Maganyakulo kusoma, au naenda zangu Mahdi Kisauni kusoma, naenda zangu Kikambala kusoma, naenda zangu Sudani kusoma, naenda zangu Nairobi huko kusoma, naenda zangu Jamia Islamia kusoma. Man salaka tariqan, mwenye kuishika njia, katika njia ile yaltamisu fihi ilman, akawa lengo lake ni kutafuta nini? Elimu ya dini. Kama mimi nataka kwenda kusoma, au anatoka hapa anaenda zake Diani, kuna sheke pale nataka kusoma, au mtu wa Ukunda anatoka kule anakuja huku, kama ni Safina, kama ni wapi, kuja kusoma, malipo yake ni nini mtu huyu? Tusikize malipo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamzawadia, anasema sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Hilo ni sababu tosha ya Allah kumpatia wepesi ya njia ya peponi. Kule kutoka yeye nyumbani kwake na kwenda kuitafuta elimu, Allah humsaidishia ile njia ya kuelekea katika pepo. Kwa lugha nyepesi kabisa, wanafunzi wa dini ni kwamba wanajisaidishia kwa matamshi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kazi wanayoifanya ni kazi kubwa. Ili jambo la mwanzo limezungumzwa katika hadithi. Jambo la pili ambalo limezungumzwa katika hiyo hadithi, akisema Mtume, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridha li talibil ilmi, na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala ufinika mbawa zao yule mwenye kuitafuta elimu, kwa sababu ameridhika na kile ambacho mtu anakitafuta. Wanamfinika mbawa kwa heshima na taadhima. Hii ni fadhila ya pili, ni jambo la pili hii. Jambo la tatu katika hadithi hii anasema, wa innal alima, na hakika mwanachuoni, la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ardh, uombewa dua na msamaha kwa viumbe vyote vilivyo mbinguni na ardhini, vyote vinamwombea msamaha yule talibul ilmi, yule mwanafunzi ambaye anatafuta elimu. Mtume anasema hatta alhitanu fil ma'i, mpaka samaki baharini uomba dua kumwombea yule talibul ilmi. Hizi ni sharafu na hizi ni fadhila ambazo zinaonyesha umuhimu wa kuisoma elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbali na zile thawabu, kuna haya matukufu ambayo yanapatikana katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu akasema, wa fadlul alimi ala al-abid ka fadlul qamar ala sa'iril kawakib, utafauti wa aliyesoma na anayefanya ibada ambaye si mwanachuoni au si msomi, anasema ni utofauti ulioko baina ya mwezi na zile nyota, tofauti mkubwa kabisa. Alafu mwisho akamaliza kabisa akasema, wa innal ulama warathatul anbiya, na wanavyuoni ndio warithi wa mitume sallallahu alaihi wasallam. Hebu niambie, hilo la tosha kwa mwanachuoni kuwa ni sharafu kwake ya kwamba yeye ndiye mrithi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumezungumzwa mirathi na Sheikh Salim hapa, ya kwamba mirathi ni zile pesa mtu ankufa, wale wenye kustahiki warithi, au ni yale mashamba ambayo mtu ameacha baada ya kufa, wale wanaostahiki wapate. Sasa watu wanapata mali, watu wanapata pesa, watu wanapata mashamba, lakini wanavyuoni wanamrithi mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume alikuwa harithiwi, lam yuwarithu dinaran wala dirhama, harithishi pesa
wala mali wala ardhi wala shamba, inma warathul ilm, isipokuwa ameachia watu elimu, bimaana wale warithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuisoma elimu ya dini na watu kuijua ile elimu ya dini. Hiyo ndio utukufu ambao unapatikana katika elimu ya dini. Ndugu zangu katika imani, ni jukumu letu sisi sote kusoma elimu ya dini sote. Tazama namna sisi wazazi tunavyowapamba watoto wetu kwa mitazamo ya mili yao. Mtoto nadhifu, mashallah, mtoto amevaa vizuri, mashallah, mtoto ana uniform nyingi, mtoto ana vitabu, mtoto anakula vizuri, lakini ukiangalia katika bongo lake mtoto yule hana maarifa ya dini. Mtazamo wa nje ukimwangalia, mashallah, lakini je, anajua swala yake? Je, anajua funga yake? Je, anamjua Mola wake? Je, haya maswali lazima kama mzazi ujiulize. Mbona nampatia huyu mtoto tu kadha wa kadha wa kadha? Elimu, je, ana chochote katika elimu ya dini? Ndio maana Mtume mwisho akasema, faman akhadhahu, mwenye kuchukua elimu ya dini, fakad akhadha haddan wafir, amechukua fungu kubwa, amechukua fungu kubwa katika risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amechukua fungu kubwa katika mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule mwenye kuchukua elimu. Ndugu zangu katika imani, katika jambo hili la kusoma ni jambo ambalo linatakiwa watu wakazanishe nguo zao, wafunge mikanda yao, watumie muda wao kwa ajili ya kusoma elimu. Mashekhe mashallah wapo msikitini, kaa kitako, mwalimu nataka unifundishe kitabu fulani, mwalimu nataka unifundishe kitabu fulani. Na wanafunzi wa leo ni tofauti na wanafunzi wa zamani. Na nikisema zamani na kusudia tu zile zama zangu mimi, ambao mimi nilikuwa nikisoma pale Markaz Tauhidi wakati huo. Yule Sheikh Muhammad Masuria, Allah amrahamu aliko na muhifadhi na msamehe madhambi yake, laiti kama angekuwa hai angekuwa ni shahidi wa hili ninalolizungumza, kwa sababu mimi naingia Markaz Tauhid, kina Sheikh Muhammad walikuwa kwa klasi za juu, na kina Dr. Wachu walikuwa katika klasi za juu, lakini tulikuwa tukiwasumbua sana. Watoka darasani, wachukua kitabu chako, wamfuata ustadhi, nataka unifundisha hapa. Unatoka klasini usoma, lakini ustadhi unachukua imani nahul wadhi, imani matna ajurubia, au ni kitabu kadha, unamfuata nyuma yule mwalimu ama yule aliyekupita kwa viwango. Na mashallah tulifaidika, lakini mwanafunzi wale wanatosheka na ile elimu anapata pale darasani, akitoka pale kalas, shamaliza, ninatoka darasani nimesoma. Mimi nasema tuongeze juhudi kubwa ya kuisoma elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ni mengi ya kuzungumza katika mambo ya elimu, lakini naona muda wangu uliozungumzwa naona unakaribia kuondoka. Tusome hadithi ya mwisho ambayo tutakuwa tunaifungia darasa yetu, ambayo inaonyesha umuhimu wa elimu ya dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaisema hadithi hii, ambayo ni katika hadithi ambazo amepokea Muawiya, akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Alafu akasema, innama ana qasimu wallahu yu'ti wala tazala hadhihi al-umma qa'ima ala amri Allah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Anasema Mtume, yoyote ambaye yuridillahu bihi khairan, ambaye Allah amemtakia kheri, yufaqihuhu fi din, umpatie ufahamu katika dini. Tufanye wakfa hapa. Wakfa tunaulizana maswali. Anayetakiwa kheri na Allah ufundishwa katika dini. Kuna kitu kinaitwa mafhumul mukhalafa. Mafhumul mukhalafa inakuwa nini? Yani kinyume cha haya maneno huwa ni nini? Ambaye hatakiwi kheri na Allah huwa hapewi ufahamu katika dini. Kwa hiyo hii inatosha kuonyesha ubora wa elimu. Kila mmoja ajiingize katika mlango wa elimu, ya kwamba Mtume wa Allah amesema anayetakiwa kheri na Allah basi ufahamishwa na kufundishwa katika dini, hata kama ni ile misingi, zile basic za Uislamu tu tunazijua.
tumjue Muumba wetu, tujue sala yetu, tujue funga yetu, tujue kila kitu. Yaani ukiwa mwalimu unaweza ukaona maajabu sana wallahi. Mtu anakuuliza maswali ambayo yachekesha. Yaani badala ya kucheka wataka kulia kwa sababu ni swala rahisi. Mwalimu mtu achifunga achamwisa akavugula. Nakuza hilo swali hilo. Mtu achifunga alafu akamwisa akavugula yeye. Na ni kwamba hajui maskini. Hajasoma. Lakini kwa nini ifikie wakati huo? Kwa nini ifikie hapo? Ni kwamba kutoka azaliwe yeye alikuwa akisikia tu mashehe, lakini hana ukaribu nao. Kwanza hataki kusikiza. Akiswali yeye mashallah yuwaswali swala 5, lakini akiswali yutoka, kiswali yutoka. Elimu tutaidiwa vipi sisi? Lakini laiti kama mwaka wa mwanzo alipoingia msikitini akiwa na miaka 20 au 25 au 30 au 15, akasema mimi nataka kujua swala yangu, mimi nataka kujua funga yangu, mimi nataka kujua Qur'ani yangu, ungekuwa mtu tofauti kabisa. Lakini sisi hatutaki hivyo. Leo nilikuwa na darasa pale Mwachema baada ya dhuhuri, nimeulizwa swali, ustadhi ni shahidi. Sema mwalimu, mtu anataka kusoma lakini anaya sasa ndendaje? Mtu kamanya lakini anaya kula kusoma. Ameeleza hisia zake, lakini kwa nini nikuulize kwa nini uwe na haya kusoma? Na hili ni jambo ambalo ni la ibada yako, dini yako, ni maisha yako ya hapa duniani na kesho akhera. Usione haya, mimi nataka kukwambia usione haya kusema. Unaona yule Mheshimiwa Burdai, Mwenyezi Mungu amjazie kheri, na namuona ile kasi yake kidogo ilipungua, ile kasi yake ya zamani. Lakini yule mheshimiwa alisoma akiwa vile mtu mzima, kama ni rongo asema. Vile alivyo, kama ni mruzidi tu, lakini alikuwa akiingia klasini akisoma. Lakini anaweza kusema mahali yule bwana akazungumza vitu ukashindwa nini? Ni ile elimu ambayo amekalia darasani, akasikiza mwalimu, akasoma, akaandika, akauliza maswali. Sasa kiwango chake mashallah. Na mtu yoyote anaweza akafanya hivyo. Mimi nataka wapatie mfano mmoja. Kule nyumbani mimi na madrasa ya wanawake wanasoma siku 2 tu. 2 peke yao. Jumamosi na Jumapili. Wamama ambao walikuja katika hiyo klasi hawajui kabisa, mpaka mtu anakwambia wao umenonyanzile wapi mwalimu ndio. Lakini nikamwambia itabidi tuanze alifu sisi. Alifu na kijiti. Na wakakubali wale kina mama. Alif na wasema alifun, ba, ta, jim. Mpaka wale kina mama sasa hivi kuna mama aweza ukamwambia kitabu hichi, kalamu hii. Ukamwambia andika na yasema lam yakun ladhina kafaru min ahli alkitab. Na kaandika hivyo kakuletea hivi. Ukamsaidisha kumwambia mama umpata. Wako kwenye hilo darasa. Kuna mmoja alikuwa na watoto wake wamesoma madarasa fulani, sitaki kuitaja sababu sitaki kuleta fitina. Alipoona vile namfundisha yule mama mzazi yule kama mwalimu ndatuluza rana yangu nyare maana wako madarasa. Akamwambia kwa nini waache wasome? Anasema hapana, tamanya na nyuma kawane. Wallahi wa billahi niko hapa msikitini. Nikamwambia mimi sikushauri kuwatoa, lakini kama utawatoa kwa amri yako wewe mwenyewe fanya. Basi wale watoto niletee watoto 2 wa kiume. Nikamwambia hawa watoto wako nataka kuwafanyia interview mbele zako. Basi ile interview mimi ilikuwa ni kitaba wal qiraa, maneno rahisi kusoma na kuandika. Sababu mtu akijua kusoma na kuandika mambo mengine yatakuwa rahisi. Wale watoto nikawaambia chukueni vitabu andikeni. Kaambia muandikeni kataba. Kaambia na wewe mama andika hayo maneno. Wallahi ile mama akaandika kataba na wale wanafunzi wakaandika kataba. Jalasa, akala, qaraa. Basi wale watoto walipoleta zile karatasi zao, mmoja alipata 2 na ndiye alikuwa kidogo anajifahamu. Na yale maneno yalikuwa takriban 15. Lakini yule mama hakukosa hata neno moja. Kaniambia higa mwalimu ndigome chena atuluza kuna madrasa.
lakini la fakr, si fakr. Wale watoto sasa hivi wana mwaka mmoja, lakini unaweza kuandikia neno lolote wakawa wanaandika katika haya maneno ambayo nakwambia. Ustadi shahidi anafundisha madarasa moja na yeye. Kwa hiyo ndugu zangu, elimu, na anawashauri pia walimu wa hizi madarisi zetu. Nitoa rai moja siku moja, lakini kidogo walimu kwa na shughuli nyingi sana, lakini pia naomba walimu kama wako hapa, hizi madarasa zetu sisi walimu ambao tunafundisha hizi madarasa kuna matatizo mengi sana. Tukaeni kama walimu, tufanyeni kitu kama semina, tuvifundishe vile vitabu ambao tunavifundisha madarasa zetu kwa ajili ya kukuza mustawa wa wanafunzi wetu. Kuna matatizo baadhi ya madarasa, si zote, lakini baadhi ya madarasa, na haya matatizo mwalimu ambaye ni mwalimu wa madarasa kama yuko hapa anajua ni kweli, na masaibu mimi najua mengi tu, wallahi mengi. Kwa hiyo tufanyeni seminars ambazo tutajadili vile tutafundisha kitabu gani. Hii ni Khulasatun Awliya, hebu tuifundisheni hii darasa, wale walimu wako pale, kifundishwe kile kitabu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ni kitabu cha akida Dalailut Tauhid, kifundishwe mwanzo mpaka mwisho. Ni kitabu cha Nahwul Wadhi, wale walimu wa nahwu wako pale, kifundishwe mwanzo mpaka mwisho. Itakuwa tofauti na vile madarasa zetu zilivyo. Wenzetu mashallah Mombasa wana mikakati mingi ya haya mambo, ni mambo ya kawaida, lakini huku kwetu yanarudi nyuma, mwanzo kwa ubinafsi, pili yanarudi nyuma pia kwa fedha. Kwa sababu ukiweka ile daura pale itagharimu labda kama shilingi 15,000 20,000, wa kumfuata kwambia mimi nitaka 10,000. Kule Mombasa unaweza kumfuata mtu mmoja, sheke toa shilingi 20,000 sheke, kuna daura nataka kuifanya ya vitabu pale ifundishwe, sema chapata hizo. Mambo ya kawaida kule yani. Lakini huku kwetu lazima utafute udhilalike yani mwalimu. Maka kule kuomba mkudhilalika. Tafadhali bwana kuvoya bwana uende khairino. Tafadhali bwana kuvoya uende khairino. Wadhilalika. Lakini kule mjini mepesi haya mambo, kwa sababu wamekuzwa na kulelewa na katika jambo la kutoa. Ndugu zangu, sitaki kutoka sana katika mada. Mimi lengo langu lilikuwa ni kuzungumzia elimu, na pale nilipoizungumza na imani inatosha kile kiwango cha sisi kupata hamasa na kuisoma elimu. Muda wangu umemalizika, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allah azibariki familia zetu, Allah tupatie imani na yakini katika dini yetu, Allah tupatie masikizano, maelewano katika jamii zetu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.